Habari ndugu wa Tanzania, kwa jina naitwa Pius Mwikola, CEO wa kampuni ya Mevit. Mevit ni kampuni inayojihusisha na uwekezaji kwenye miliki kuu. Miliki kuu ni aina ya uwekezaji unaohusiana na ardhi, majengo na nyumba. Leo nitazungumzia neno uwekezaji, maana yake, lakini pia na faida za kuwekeza kwenye miliki kuu. Uwekezaji ni kitendo cha kutumia rasilimali mbalimbali ikiwemo pesa, muda na jitihada binafsi ili baadaye ziweze kukuletea manufaa. Katika historia ya mwanadamu amekuwa akifanya uwekezaji kwenye vitu mbalimbali ikiwemo elimu, swala la watu na nguvu kazi, swala la uwekezaji kama biashara na kadhalika. Faida za kuwekeza kwenye miliki kuu ni hizi zifuatazo. Faida ya kwanza, kutunza thamani ya fedha. Unapowekeza kwenye miliki kuu, hususani nyumba, majengo na ardhi kama viwanja, inaweza kutunza thamani ya fedha kwa sababu miliki kuu haiathiriwi na mfumuko wa bei. Faida ya pili ni kupanda kwa thamani. Uwekezaji kwenye miliki kuu huwa unapanda thamani kila baada ya muda fulani. Hii ni kutokana na kwamba idadi ya watu inapoongezeka, thamani ya vitu inakuwa inapanda, hususani ardhi. Kwa hiyo uwekezaji wa miliki kuu unapandisha thamani. Faida ya tatu ni uwezo wa kuweza kuwekeza. Hii ina maana ya kwamba ukiwekeza katika miliki kuu una uwezo wa kufanya uwekezaji mbalimbali kwenye masoko ya miliki kuu. Kwa mfano, ujenzi wa nyumba, yani soko la nyumba, ujenzi wa majengo ya ofisi, soko la ofisi, ujenzi wa majengo ya rejareja kama sehemu za biashara, pia soko la viwanda kama ujenzi wa majengo ya viwanda na kadhalika. Uwekezaji katika miliki kuu una faida mbalimbali kwenye masoko hayo ambayo nimeyazungumzia. Faida namba 4 ya kuwekeza kwenye miliki kuu ni uwezo wa kukopesheka. Ukiwekeza katika miliki kuu unakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kupata mkopo, kwa sababu uwekezaji kwenye miliki kuu unakuja na kitu tunaita dhamana, ambayo ni kama hati ambayo unaweza kuipeleka kwenye taasisi za kifedha kwenda kupata mkopo. Faida ya 5 kwenye uwekezaji miliki kuu ni uwezo wa kurithisha mali. Yaani unaweza kurithisha ardhi au majengo kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Kwa mfano kwa watoto, wajukuu, vitukuu na kadhalika. Asanteni sana.